haji kwa Baba isipokuwa amepitia kwangu, kwa sababu mimi ndimi ukweli, uzima. Mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Rafiki yangu, Yesu ndiye nuru ya ulimwengu. Alikuja, akafa, akafufuka, amepaa, amekaa mkono wa kuume wa Baba, anatuombea. Ajenda ni moja, kwamba binadamu wapate kuokolewa. Hivyo basi, hiyo ndio sababu hata tunapohubiri hapa, wahubiri wote ambao unawasikia, popote ambapo unawasikia, lengo ni moja, kwamba kama tutapata uzima wa milele, kama tutaamini kazi ya msalaba ambayo Yesu alifanya, ajenda ya Mungu kwa kizazi chetu katika awamu hii itakuwa imetimia. Na ndio kwa sababu every investment ambayo Mungu anasababisha kufanyika katika ulimwengu wa leo ni kwa sababu ya investment ambayo alifanya katika maisha ya binadamu kwa kumtoa mwanao wa pekee ili amwaminie asipotee. Wewe na mimi, tuwe wazee, tuwe vijana, kuokoka ndilo jambo ambalo linatufaa. Tunapookoka, tunaokoka kutoka kwa dhambi, tulisema. Tunaokoka kutoka kwa utumwa wa mauti ambayo yalitokana na dhambi, na pia tunakombolewa kutokana na mamlaka ya adui katika maisha yetu. Biblia inasema kwamba sasa tumehama. Nafikiri ni Wakolosai 3:10. Inasema we have been transferred, we have been translated from the kingdom of darkness. Kwa hivyo utawala wa adui unakuachilia wewe kwa kuokoka. Wakati unaokoka, unahama kutoka kwa ufalme wa giza, unaingia kwa nuru ya Bwana wetu Yesu Kristo. Utawala wa Mungu maishani mwako unadhihirika wakati umeamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ndio kwa sababu falme ziko mbili, at least falme ziko mbili. Kuna ufalme wa giza na ufalme wa nuru. Na ndio unapata Yesu alikuwa anafundisha kila wakati, anasema ufalme wa mbinguni unakaa kama hivi. Ufalme wa mbinguni unakaa kama jiwe la thamani. Ufalme wa mbinguni unakaa kama wanawali watano. Alikuwa anaongelea kutawaliwa kwa watu na Mungu. The reign and the authority, the dominion, the ruling of God in people's hearts. Huo ndio ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo is the master. Ufalme wa Mungu, yeye ndiye ambaye anatuzalisha upya katika ufalme huo. Tunakuwa sisi ni raia wa ufalme wa Mungu kupitia kuamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tukasema tunapata msamaha wa dhambi, kwamba dhambi inatutenga na Mungu. Wakati Adamu alitenda dhambi, alitengwa na Mungu, ikawa kwamba hawana uhusiano tena. Ile ushirika walikuwa wanakutana kila wakati ilikuwa haiko. Wakati Mungu alipokuja akapata wametenda dhambi, na hata wao wenyewe dhambi hizo hazingewaruhusu, they were spiritually dead, na wakajipata kwamba wametoroka uwepo wa Mungu. Kwa hivyo tunapookoka, tunasamehewa, tunapopata msamaha wa dhambi, sasa tuna ujasiri wa kukuja mbele za Mungu. Tunaweza kumuomba, tuko na rights kama watoto wake kuomba. Kwa sababu gani? We have peace with God through the blood and by faith in Christ Jesus. Tunakuwa tume access msamaha wa dhambi. Sasa hatutoroki Mungu tena kama vile Adam alivyotoroka. Hapana, kwa sababu tumepatanishwa na Mungu kupitia Yesu Kristo. Biblia inasema kunaye Mungu mmoja na kuna mpatanishi mmoja kati ya binadamu na Mungu, na jina lake ni Yesu Kristo. Anatuletea msamaha wa dhambi, anatuletea new identity. Nilipenda hiyo sana. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 inasema mtu akiunganika na Kristo, mtu akiwa ndani ya Kristo, mtu akiwa ameamini Kristo, sasa hivi amekuwa kiumbe kipya. Ya zamani yamekwisha, amekuwa na identity mpya. Na tukasema kwamba sio kwamba huyo mtu ameimprove, hapana, amekuwa brand new. Nitasema tena, wakati tunaongea kuhusu new nature, hatuongei kuhusu refurbishment, hatuongei kuhusu repair, hatuongei kuhusu kupigwa panel beating. Hapana, ni newness, ni engine overhaul, ni transformation ya kutoka ndani hadi nje ambayo inatendeka. Hivyo basi, wakati unaokoka unapata identity mpya, na hii itakufurahisha sana kwamba unabadilisha hata familia. You shift families spiritual, physically ninabaki kuwa mtoto wa Hamati, but listen to me, wakati nimekubali Yesu Kristo, Biblia
inasema aliwajia waliokuwa wake na waliokuwa wake wakamkataa, na wale ambao walimkubali aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu, ndio waliaminio jina lake. Nikakwambia kwamba 1 John chapter 5 verse 1 inadhihirisha ukweli kwamba watu wote wameumbwa na Mungu, lakini si wote wamezaliwa na Mungu. Anasema hapo Yohana anasema hapo kwamba who is he that is born of God? He who believes that Jesus is the Christ. Yule ambaye anaamini Yesu ndiye Kristo, Yesu ndiye Masia mpakwa mafuta wa Mungu, huyo ndiye anazaliwa na Mungu, na akizaliwa na Mungu anaingia kwa familia ya Mungu. Sasa Yesu Kristo anakuwa firstborn wetu kwa hiyo familia. As many as received Jesus, he gave them power to be called the sons of God. Kwa hivyo in the physical mimi ni mwana wa Hamati, lakini in the spirit I am a son of God. Hivyo basi utaona kwa nini laana zinafaa ziniachilie kwa lazima. Kwa nini vitu ambavyo vilikuwa inafuata watu wa ukoo wetu lazima ziniachilie? Ni kwa sababu nimeshift. I'm not spiritually, I'm not just a son of that bloodline. Physically, I am not of that bloodline. Physically, I'm of the bloodline, but spiritually, I have shifted homes. My father is different. My inheritance is different. I no longer belong to what killed my background. Vitu ambavyo vimefanyika katika ukoo wetu, laana za mambo ya ndoa, laana za umaskini, laana za magonjwa, sasa ninakuwa immune kwa sababu spiritually I have shifted families. I have changed families from being a child of born of the flesh into a child being born having been born of the spirit. Sasa nimekuwa kiumbe kipya. Sasa familia yetu ni ya Mungu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Sasa nina urithi pamoja na Kristo, na ndio kwa sababu we are co-heirs together with him by virtue of salvation. Rafiki yangu, wokovu unakupatia sonship, wokovu unakupatia uzima wa milele, wokovu unakupatia new identity, wokovu unakupatia msamaha wa dhambi. Na nikawa nimekuambia kwamba mtu anaokoka namna gani? Kwa moyo mtu huamini, Romans chapter 10. Kwa moyo mtu huamini na kwa kinywa mtu anakiri akapata kuokolewa. Ninakubali mimi ni mtenda dhambi, ninakubali kwamba ninahitaji kuokolewa. Biblia inasema kwamba nikisema sina dhambi najidanganya na ukweli haumo ndani yangu, lakini nikakiri dhambi zangu, yeye ni mwaminifu. Kwa hivyo ninapokiri kwamba mimi ni mtenda dhambi na ninaamini moyoni mwangu kwamba Yesu alikufa msalabani kwamba niokolewe, na kwamba siwezi kujiokoa, si kwa matendo mazuri, si kwa mambo mazuri, lakini ni kwa mambo mazuri ambayo Yesu aliyafanya. Hatungetimiza hata requirements za Torati, hatungetimiza hata requirements ambazo Mosaic law ilikuwa inataka. Na hivyo basi Mungu akasema kwamba sasa nitaleta njia nyingine ya kuokoa watu. Sasa sheria haiwezekani. Sheria na Torati zilikuja na Musa, lakini neema na ukweli vilikuja pamoja na Kristo Yesu. Ndio sababu tunaona yule mwanamke, sheria ya Musa ilikuwa imemhukumu kwamba apigwe mawe akufe, lakini sheria ya roho, sheria ya uzima iliyo katika Kristo Yesu, sheria ya neema na ukweli ilimuweka huru. Hivyo ndivyo muujiza wa wokovu ulio wa ajabu, kwamba japo dhambi zako zimekuwa nyekundu kama bendera, japo kwamba umefanya mambo mabaya, rafiki yangu, this is the greatest miracle that can happen to you, because it will guarantee eternal life and life beyond where you are right now. You can't ignore. Amini na moyo, kiri kwa kinywa chako, utapata kuokolewa. Na leo tunajibu swali kwamba ni nini nitafanya sasa hivi nimeokoka. Nikiokoka nafaa nifanye nini? 1 John chapter number 5 tunaanzia tunaanzia verse 11. 1 John chapter number 5 ni kama kuna mambo kuhusu kuokoka na new life na sonship katika na confidence sana katika hii kitabu ya 1 John chapter 5. Listen to verse 11 up to 13. Na Biblia inasema pale katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 11. Yes. Na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele. Na uzima huu umo katika mwanawe. Wewe wakati ambapo umeamini katika mwanawe, umeamini katika Yesu Kristo, ushuhuda ulio nao ni kwamba sasa wewe una uzima wa milele. Accept your new status. Kubali hali yako mpya. Nitasema tena,
accept your new nature, accept your new status. Status zako zimebadilika, now you are a son of God. Sasa wewe ni mwana wa Mungu. Kubali status hizo. Mtoto akiwa angali katika tumbo la mama huwa anakubali hiyo status akiwa within that gestation period. Akikuja katika ulimwengu, akishazaliwa anakubali sasa, niko in the physical, niko kwa ulimwengu ambao ninaona watu, nina interact na watu. Status imebadilika. Accept. Huu ndio ushuhuda tulio nao, kwamba kama tumemwamini mwanae basi tuna uzima wa milele. Accept na ukuwe na assurance. Kubali status yako kwamba sasa mimi ni mwana wa Mungu. Sasa mimi nimebadilisha boma. Sio mwana wa Hamati tu, hapana. In the physical mimi ni mwana wa Hamati, lakini katika hali ya kiroho I am a child of God. Accept that status. Be excited about that status. Be assured about it. Endelea Dio. Naam, 12. Yes. Yeye aliye naye mwana ana huo uzima. Anao huo uzima. Asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Kubali kwamba sasa uzima ulio nao sio ule wa kawaida. Wewe sasa uko na uzima wa milele. Kwa sababu gani? Unaye mwana, unaye Kristo katika moyo wako, katika maisha yako. Ukiwa naye unakuwa na ujasiri, unakuwa na confidence, unakuwa na assurance. Kwa sababu kitu adui anataka afanye wakati unaokoka hivi, anataka akufanye udoubt. Anataka akufanye ufikirie kwamba wewe ni Steve ule wa zamani. Anataka akwambie kwamba do you think you have been forgiven? Unafikiri maneno yote, hii watu wote umeua, hao watoto wote umeabort, hizi ndoa umevunja, huo wizi ambao umeiba, do you think God can forgive you? Unahitaji assurance kutokana na neno la Mungu kwa new status ambazo you have acquired. Kwa sababu watu wanakujua, hata we mwenyewe unajijua. Kwa hivyo kuna uwezekano kwamba kwa sababu unajijua, unajua vitu vibaya ulifanyanga, unajua mambo mabaya ambayo ulihusika ndani, ni rahisi sana ukose confidence, ni rahisi sana ukose ujasiri, ni rahisi sana ujidoubt kwamba na kweli niliokoka tu kabisa, na kweli ni masamehewa kabisa. Rafiki yangu, assurance hiyo iko katika neno la Mungu. Itakana ukubali kwamba wewe sio yule ulikuwa. Wewe Mungu anakuita kiumbe kipya. You can't call yourself the past. Hauwezi kujiita jangili. Kwa sababu gani? Sasa Mungu haoni jangili tena. Amekusamehe dhambi zako. Kama vile magharibi ilivyo mbali na mashariki, hivyo ndivyo amekutenga na dhambi zako. Kwa hivyo itakana ujisamehe, na pia na pia usitegemee maoni ya watu. Kwa sababu ndio utagundua kwamba watu ambao walikujua kabla hujaokoka, some of them, hata mimi nakutanaga na wengine bado wanajaribu kuniita jina ambao walikuwa wananiita hizo siku. Kwa sababu gani? To them wanaona tu ni Steve. Mpaka mwenyewe nijihakikishie, mpaka mwenyewe ni accept kwamba God has accepted me. Nisipofanya hivyo, kuna watu bado wananiona vile nilikuwa tu. Kuna watu ambao wanaweza kuota hata vitu nilifanyanga zamani. Kuna watu ambao hata wanaweza nikumbusha, hata wanaweza ngoja nikiwa na ubiri na wakuja sema kwamba Steve uliiba, Steve ulifanya namna hii. Kwa hivyo inahitaji niwe na assurance mimi mwenyewe, ushahidi wa mimi, ushahidi wa first hand kwamba it is me, I am the one who was born again. Nani alikuona ukiokoka? Dio, nilijiona nikiokoka. Siku ile niliokoka nilikuweko. Ndio, I saw myself getting saved. I need that assurance and confidence in me, so that going forward sijihukumu. Going forward siruhusu maoni ya watu kunigandamiza mpaka hata nirudie vile vitu nilikuwa nafanya. Wakati umeokoka, kubali new status, kubali kwamba things have changed, kubali kwamba you are no longer the same person that was before. Hiyo assurance itakusaidia sana. Ndio, hebu endelea hiyo verse 13. Kuna kitu nataka mtu wa Mungu aone hapo. Naam, mstari wa 13. Yes sir. Nimewaandikia ninyi mambo hayo. Imeandikwa ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele. Mjue, just know. Hata kama watu wanasema, na ulikuwa unaiba, na ulikuwa unafanya nini, unaambia, I know. Ninajua nina uzima wa milele. Ninajua. Unajua kitu unajua. Unajua Dio, nikikuita Dio, hauwezi angalia kando hivi kuuliza kwamba ni nani anaitwa. Unajijua, you know I am Dio. You know, when you know something, nobody can convince you otherwise. Mtu akianza kuambia kwamba wewe si Dio, unajua wewe sijui ni nani, unamwambia wewe acha bwana, acha mchezo. I know. Na ndio hiyo ndio assurance Mkristo itakana ukuwe nayo. Wakati umeokoka, have the assurance that I know I have eternal life.
Nobody can tell me otherwise. Nobody can convince me otherwise because I was there when I was getting saved. Siku ile niliokoka, mtu wa kwanza alikuweko nikiokoka ni mimi. Ndio mwenyewe nilikuweko nikiokoka. I was there. So I know. So I have a witness that I got born again. Hiyo assurance inanipatia utulivu na inanipatia kuenjoy safari ya wokovu. Kwa sababu sasa si watu wanani describe tena, sio watu wanani define tena, sio history inani define tena, kwa sababu I am a new creature. Accept you are a new creature. Be excited about being a new creature. Watu of course wakikukumbusha vitu ulikuwa unafanya, waambie nyinyi ndio mnakumbuka, lakini Mungu amefuta makosa yangu. Romans 8:1. Romans 8:1. Romans 8:1. Rafiki yangu, after you get saved, accept your new status. Be excited about it. Live like you know you have eternal life in the one, Jesus Christ, the Son of the living God. Na Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza, Biblia inasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Yesu Kristo. Sasa hakuna hukumu. Kwa hivyo ndio sifai kujihukumu. Nimeokoka. No condemnation. Hata kama niliua jana na ninaokoka sahi, there is no condemnation. Pengine koti ya Kenya inaweza kuniwekea makosa, lakini koti ya mbinguni ambapo chief advocate ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kwa sababu Biblia inasema kwamba we have an advocate with the Father if we sin. But when we are linked with the advocate can defend us by saying that huyu story yake iliisha, huyu mauaji yake yaliisha, huyu case dismissed without any condition. Kwa nini? Kwa sababu anatutetea. Rafiki yangu, hakuna hukumu tena. Hivyo basi haitakani ujihukumu. Haitakani ukae katika kujihukumu. Kwa sababu ukijihukumu hivyo, shetani atakwambia ni nini? Ebu imagine mpaka utafikiria tena you have not changed. Don't condemn yourself. If God is not condemning you, regardless of whoever else is condemning you. In fact, Biblia inasema, who will condemn you if God is the one who is justifying you? Kama Mungu ndiye anakuita mwenye haki, nani atakuhukumu? Ni kama kesi imepitishwa na Supreme Court. Alafu court martial ama resident magistrate wa Huisero. Hawezi overrule. Supreme Court ikishasema kitu, there is no other way. Mahali pengine pa kuapila hakuna. Imepita hii ingine, imeenda mpaka kwa appeal, imefika Supreme Court. It's the final. Ikishatangazwa, verdict ikishatolewa, rafiki yangu, you are free. Kwa hivyo ndivyo ilivyo. God is the true judge. God is the ultimate judge. God is the final judge. When he says you are forgiven, you are forgiven. Nobody else can appeal against that case because you have been forgiven. Rafiki yangu, understand. Don't condemn yourself. You are not a gangster anymore. You are not immoral anymore. If you are in Christ, you are a new creature. Accept the new status and walk by the same. Na uoga mwingine ndio inakuanga wakati mtu anaokoka, shetani anakuambia na nikirudi nyuma. Ukirudi nyuma, nikirudi nyuma. Na hata kuna watu ambao mpaka leo, najua naongea na watu ambao wameogopa kuokoka. Wanaogopa, wanasema mimi, because they are very genuine. Wanasema kwamba mimi sitaki kudanganya Mungu. Kwa sababu sitaki niokoke na ni backslide. They are being sincere, but the reality is that shetani anaweza kukuweka kwa hiyo valley of decision. Ukae hapo ukifikiria kwamba nikiokoka nitaanguka, na hakuambii kwamba Wafilipi 1:6 inasema he who started the good work, he will bring it to accomplishment. Kwa hivyo wakati unaokoka usiwe na maswali kwamba nitasimama aje. It is not your responsibility. Unajukumika. Somebody has taken responsibility. His divine power has given us everything we need for godliness and this life. Yesu hakutuokoa ndio aanze kuangalia kwamba na watu watasimama namna gani, watu watasimama namna gani kwa ulimwengu ya shida. Alitupea damu yake, ametupea Roho Mtakatifu, ametupea watumishi wa Mungu, ametupatia platform ya church, ametupatia his divine power has given us everything that we need for godliness and this life. Kwa hivyo unapookoka usiwe na shaka kwamba utarudi nyuma. Aliyeanzisha kazi njema ndani yako haukujiokoa, yes, atakamilisha. Kwa hivyo you don't need to be scared, you don't need to be worried, you don't need to look like sasa itakuwa namna gani. Kwa nini rafiki yangu? Aliyekuokoa atasimamisha hiyo kazi. Aliyeanzisha hiyo kazi njema atapata kukuokoa. Listen to Jude 24. Jude 24. The second last book of the New Testament. Na nafikiri iko tuna chapter 1. Tunasoma verse 24. Ninaongea kuhusu baada ya kuokoka, what are you supposed to do? Kubali status zako mpya
you are a new creature. Nobody should boggle you. Nobody should intimidate you. Even you yourself, history should not judge you because you have been forgiven. Na usiogope kwamba utaanguka kwa sababu Mungu ameweka machinery zote in place kuhakikisha kwamba unasimama. Machinery moja ndio hii ya Jude 24. Naam, Yuda 1:24. Yes sir. Yeye awezaye kuwalinda ninyi msijikwae na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake bila mawaa katika furaha kuu. Rudia tena. Yeye awezaye kuwalinda ninyi awezaye kutulinda sisi msijikwae. Tusijikwae. We will not stumble. We will not backslide. Why? Not by power, not by might, but he is able to keep us from falling. Na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake. Anataka tusimame. Anaweza. Mungu hawezi fanya kazi ya hasara. Ati aniokoe. Alafu tena ati aache nianguke, hapana. He is able to keep me from falling so that he will present me blameless before God. Anataka apresent watu aliowaokoa. Kwa hivyo anajukumika. Amekupatia vitu ambavyo intakana you key in to ensure that you stand up to the last day. Listen to John 10:28. John 10:28. Rafiki yangu, wakati umeokoka, be assured. Rest in salvation. Enjoy this trip ya salvation. Kubali status zako, usikubali kuhukumiwa. John 10:28. Naam, kitabu cha Yohana 10:28. Nami nawapa uzima wa milele. Yes. Wala hawatapotea kamwe. Wala hawatapotea kamwe. Ni Yesu mwenyewe anasema. Wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Hakuna mtu. Yesu ndiye anasema. You better believe the word of God. Usiamini kwamba pastor watu wengi wamebackslide sana, pastor watu wengi sijui wamefanya nini. Forget about it. Tegemea kile Mungu amesema. Cling and hold on what God has said. Yesu ndiye alisema kwamba hakuna mtu, nitawalinda na kuwahifadhi, na hakuna mtu yeyote, nobody can snatch me them that my Father has given me. So niko na assurance hiyo kwamba ndio ninaokoka leo, niko na ujasiri kwamba kesho nitakuwa nimeokoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu aliyeniokoa amesema hata ruhusu adui anichukue. Hata ruhusu. It is me who can disadvantage myself kwa kujipeana kwa mkono ya adui. Lakini ukweli ni kwamba in the vocabulary of Jesus, in the attitude and in his heartbeat ya Yesu ni kwamba nikishaokoka nisimame hadi nipate ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo unapookoka usiwe na wasiwasi. God will keep you. God will complete the good work he has started for you. You are now a son. Wewe ni mwana wa Mungu. Fix your eyes on Jesus, the author and finisher of your faith. Yeye ndio mwanzilishi na mkamilishaji. Yeye huu wokovu haukuanzishwa na pastor yeyote, haukuanzishwa na nabii yeyote, haukuanzishwa na bishop yeyote. Huu wokovu ulianzishwa na Yesu Kristo. Kwa hivyo fix macho yako kwake yeye, ukiwa na assurance kwamba atakusaidia. Aliyeanza hii kazi ya wokovu, rafiki yangu, hata kama umeokoka hata kama umeokoka 1 month, don't worry. I know katika ulimwengu wa leo uovu umeongezeka sana. You can easily start to imagine kwamba pengine mimi pia nitajipata kwa hii shida. Hapana. The assurance of God being with you is available and you can stand with him because his divine power has given you everything you need for godliness and this life. Number 2, what next after salvation? Number 1, accept your new status and your new nature. Be assured that this work is a good work and it will continue. Number 2, nasoma Revelation chapter 12 verse 11. Oh, hallelujah. Revelation chapter 12 verse 11. Ufunuo wa Yohana 12:11. Naam. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Na kwa neno la ushuhuda wao. Kwa neno la ushuhuda wao. Ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Hawakupenda maisha yao hata kufa. Ninaona kitu kwamba kuna vitu viwili walitumia. Wanaoamini wanatumia kumshinda ibilisi. Damu imetajwa kama silaha moja. Na silaha ingine ni neno la ushuhuda wao. Rafiki yangu, testify, declare, ambia watu kile ambacho unaamini Mungu amefanya.
katika maisha yako. Usinyamaze. Ukiokoka na usitestify. Ukiokoka na usiambie watu. Watu bado watafikiria wewe ni yule wa zamani. Nakumbuka wakati tuliokoka, kitu kimoja ambao wahubiri wetu walitufundisha ni kwamba ukienda mahali popote, kama hautaki uingie kwa mtego wa dhambi, kama hautaki ujipate kwa mtego wa vitu ambavyo vilikuwa na kushika hapo awali, tell the people that you are born again. Waambie watu. Wanaweza kukucheka, wanaweza kusema unajifanya, wanaweza sema kwamba ni vile uko broke, wanaweza sema ni vile hauna sura, ni vile wanaweza sema chochote, wanaweza sema ni frustration ya uchumi, ni frustration. Let them say what they are saying, but you testify of what God has done in your life. Testimony ni defense yako. Testimony itakusaidia, hauwezi rudi kwa hiyo vitu. Wakati unaambia watu kwamba nilikuwa mwizi na Yesu ameniokoa, si rahisi kurudi katika wizi, because you have already overcome. Tayari umeshinda wizi kwa kutestify against. Kwa sababu gani? Una testify kwamba Mungu aliniokoa. Utaaibika kurudi kwa vitu ambavyo umetestify kuvihusu. Utaaibika kwenda kuuliza ex wako akusaidieko 50 bob kama umeokoka. Utaogopa. Kama ulimwambia niliokoka, hauwezi enda kumuuliza nipatieko 50 bob ati niko broke. Kwa nini? Your testimony is your defense. Your testimony gives you preservation. Your testimony gives you victory against temptations that could be eventually a source of your backsliding. Rafiki yangu, usinyamaze. Usiseme tu kwamba wokovu ni ya moyo. Watu hawaonangi moyo kwanza, wanasikianga maneno unasema kwanza. Usiende tu mahali wewe umekuwa transferred, wewe ni mgeni mahali fulani. Don't go there and keep quiet. Go there and testify that I belong to Jesus. Let it be a defense. Let it be a protection that you are putting upon your mouth, because they overcame the devil by the word of their testimony. Walishuhudia. Unaambia watu. Unajua na mai ukienda Kisii na usiseme kwamba nimeokoka. Watu wakikuangalia, wasichana wakikuangalia, wanawake wakikuangalia, wanafikiri tu ni mwanamume mwingine ametoka Kisa amekuja. But when you testify, you say I am Namai, nimeokoka, Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Hata kama watasema mpaka atangaze, mpaka aseme, wacha waseme, lakini unajua kuna defense umeweka. Tayari umeweka. Nobody can come to you as easy as they could come to any other. Kama wewe ni msichana umeingia kwa estate mpya, watu wanaona huyu ni msichana wa kawaida tu. If you keep quiet, hata mahali papi hapa kazi, hata biashara ukifungua hapa junction na wewe umeokoka, and you are not saying anything, people will just see wewe ni kama mwingine. Watu wataanza kukuambia wakuhusishe katika biashara ya miadarati. Watu wataanza kuambia biashara ya aina hii inaleta pesa mingi. Why? You have not. But when you testify, it gives you victory. Hauwezi. Hata watu wanaambiana wenyewe kwamba huyo ukimwambia mambo ya disco matanga mtakosana. Huyo ni bishop, huyo ni pastor, huyo ni mama kanisa, wachana na yeye. Rafiki yangu, can you imagine, kwa sababu ya kutestify tu unakuwa umejiwekea defense, unakuwa umejiprotect vizuri. Hauwezi rudi ndani ya vitu ulikuwa unafanya kama umeshuhudia kwamba Yesu amekuokoa kutoka ndani ya hivyo vitu. Ukiokoka, don't be quiet. Ukiokoka, don't be silent. Mahali popote unapokuwa, let it be known. Kwa hii university, let it be known that I am a Christian. I identify na watu wameokoka. Hata katika huu mji ninatafuta kwenda mahali ambapo watu wameokoka wanaenda. Kwa nini? Nataka nihifadhike katika wokovu niliouamini. Ninataka nihifadhike katika njia ya imani ambayo niko nayo. Don't be quiet. As soon as you get born again, testify of the goodness of the Lord and the things God has done in your life. You are utasonga, utagrow katika mambo hayo. Number 3. Number 1, accept your new status. Number 2, testify. Usinyamaze. Wacha watu wajue wewe ni mwana wa Mungu. Number 3, cut off anything. Cut off anything ambacho kinaweza kukurudisha mahali ulikuwa. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Anapofungua, usisahau vile Yesu alisema siku moja kwamba jicho lako la kuume likikusababisha utende dhambi, afadhali uling'oe. Afadhali uingie mbinguni ukiwa chongo mwenye jicho moja kuliko kwenda jehanamu na macho yote mawili. That means chochote ambacho kinaweza kukutoa katika uzima wa milele ambao umeupata katika Kristo Yesu,
Deal with it like poison. Don't pamper it. Don't negotiate with it. Deal with it radically. Kwa sababu hautaki kurudi mahali ulikuwa. Kwa sababu you have come to hold on the overseer and the bishop of our souls, the man Jesus Christ. So what you have come to hold upon, inahitaji kwamba kitu ingine yoyote isikudistract. Hata watu. Listen to 1 Corinthians 15:33. Biblia inasema katika kitabu cha Korintho wa kwanza mstari ama sura ya 15 mstari wa 33. Naam. Msidanganyike. Yes. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Aha, do not be misled. Bad company corrupts good morals. Sasa nimeokoka. I must deal with anything and even everybody ambaye anaweza nisababisha kurudi huko. Kama tulikuwa tunaenda na yeye kwa pelele, tulikuwa tunaenda na yeye kufuata wanaume na wasichana, tulikuwa tunaenda na yeye kuiba, tulikuwa tunaenda na yeye kwa vituko, lazima nijue kwamba huyu mtu nikiendelea kujiassociate naye, bad company corrupts good morals. Deal with anything that can cause you to go back. Deal with anybody. Deal with them like poison. Si ati unawachukia, hapana. Hepa hao tu. Mahali mlikuwa mnapatana, sasa hampatani tena. Kwa sababu he who walks with the wise becomes wise. A companion of fools shall be destroyed. Rafiki yangu, unasema hapana, nimeokoka. Wewe ni kazini yangu kweli. Tulikuwa tunakunywa na wewe, tunavuta na wewe bangi, lakini sasa nimeokoka. Tafadhali, we have no business one with another. Awe anakubali ama anakataa. Take care of yourself. Jiepushe. Kutembea na wabaya kunaharibu tabia njema. Don't say that unajua huyu sasa ni ndugu yangu, huyu sasa ni nani, na anakusaidia kurudi. Wewe unajaribu kutoka kwa changa, unajaribu kutoka kwa hiyo kikundi, lakini bado anakuambia hapana, unajua sasa tutakula wapi? Wewe unajaribu kutoka katika uganga, anakuambia kwamba sasa wewe utakula namna gani? Na hii ndio ilikuwa your only profession. Rafiki yangu, change your direction. Change your association. Change. Destroy anything. Hapo ndipo nilikwambia kwamba hata katika vitu vya pornography, kama kulikuwa na picha mbaya, kama kulikuwa na vitu chafu ulikuwa una watch, destroy them because they are likely to take you back. Hizo picha tena kuenda kuziangalia zitakurudisha tena katika homosexuality, zitakurudisha tena katika lesbianism. Hizo picha mbaya zitakurudisha tena. Rafiki yangu, anything ambacho kinakukumbusha kilichopita, anything ambacho kinakukumbusha maisha ulikuwa unaishi kabla hujaokoka, ishughulikie kama sumu, kwa sababu hautasonga. Ukitembea na hao watu tu, bado mnatembea nao, bado mnapiga nao stories za nini, bado hautasonga. Bado unawatafuta, unaweza bwana simunipeko hata 100. Rafiki yangu, utarudi tena kwa gang, utarudi tena kwa ile genge, utarudi tena kwa hiyo uhalifu. Kwa sababu gani? You have not broken ranks with them. Ni vizuri kujitenga na vitu ambavyo vinakusababisha urudi nyuma. Ni vizuri pia kujitenga na watu ambao wanafanya wewe kutembea na Mungu inakuwa ngumu, because you want to grow. Number 1, accept and be assured of the new nature. Number 2, give a testimony. Toa ushuhuda. Number 3, destroy anything or epukana na chochote ama yeyote ambaye anaweza kukusababisha kupata kuingia katika dhambi. Na hapo ndipo umuhimu wa kwenda kanisani. Nasikianga watu wanaokoka na wanasema kwamba mimi siendi church iko imperfect. Church haiwezi nisaidia. Rafiki yangu, ukiokoka na ukae nyumbani, bado utarudi kwa zile njia mbaya. Kwa sababu Hebrews 10:25 inatuambia kwamba tusipuuze kuja kwa pamoja kwa wapendwa. Kwa sababu katika wapendwa unapata identity. Katika wapendwa unapata mwelekeo. Katikati ya wapendwa unajiepusha na vikundi vibaya. You can't be, kwa sababu human beings are social beings. Utagundua kila mtu ako na rafiki. Hakuna mtu hana rafiki. Hata kama ni mwizi, ako na rafiki na mwizi mwenzake ambaye ni rafiki. Kila mtu every human being is a social being. Utapata kwamba somehow unapata kwamba unakuwa inclined to a particular group of people. And kwa sababu you must draw the lines kwamba sasa nilikuwa natembea na kina hawa, sasa ninatembea na hao wengine, kwa sababu my identity has changed, my motives have changed, my actions have changed. Even my company must change. That is how we grow after we get saved. Number last ambayo nitaiongelea sasa ni 1 Peter 2:2. Petero wa kwanza 2:2. What next after salvation? Accept your new status. Be assured of the salvation that you have.
because you are the first witness. Number 2, give a testimony. Usinyamaze baada ya kuokoka. It will preserve you. Number 3, destroy anything ambayo inaweza kukusababisha urudi nyuma, including bad company, because bad company corrupts good morals. You may be well intended, unataka ugrow, lakini associations zako zina create environment ambayo haitafanya ugrow. 1 Peter chapter 2 verse 2. Dongo 2. Yes. 1 Peter 2:2. And let me quote for you Psalm 119 verse 9. Inasema, how can a young man cleanse his way? Alafu jibu linakuwa, thereby walking according to the word of God. Ninaongea kuhusu desire, be addicted to the word of God. Umeokoka, ndio. Uwe na hakikisho kwamba umeokoka. Number 2, toa ushuhuda watu wote wajue kwamba uliokoka. Number 3, haribu chochote ambacho kinaweza kukufanya urudi nyuma. Number 4, desire and be addicted to the word. Listen to 1 Peter 2:2. Biblia inasema, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyoghoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Rudia tena. Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamani. Sasa wakati unazaliwa, umezaliwa mara ya pili. Yesu aliambia Nikodemo, you must be born again. So wakati umezaliwa, spiritually wewe ni mtoto mdogo. You may be 50, 60. Lakini kama ndio umeokoka, wewe sasa ni mtoto katika mambo ya roho. Na mtoto anahitaji maziwa. Mtoto anahitaji maziwa. Nasikia nimekuambia kwamba Yesu, his divine power has given us everything we need. Kwa hivyo wakati unaokoka, kuna chakula, kuna maziwa ya roho. Kuna maziwa ambayo itakana unyonye so that you grow. Mtoto ambaye amezaliwa akinyonya, you are sure huyu atagrow. Na ndio unapata kwamba kuna kuwa na wasiwasi sana wakati mzazi anazaa mtoto na mtoto anakataa kunyonya. Inakuwa dangerous, na ndio sababu wanatafuta njia nyingine ya kumpea maziwa. Mpaka kwa sababu wanajua kwamba hii maziwa ya huyu mama ama maziwa yatamsaidia kugrow. Na ndio sababu wewe kama muumini, kunayo maziwa. Wewe ambao umeokoka, now that you are born again, desire the sincere milk of the word, so that thereby you may grow in your salvation. Ninapenda hiyo 1 Peter 2:2. It is so clear. Rudia tena ndio. Kama Mungu nitakana uone kwamba maziwa, neno la Mungu, nitakana utamani neno la Mungu. Ulione kama maziwa ya kukufanya ugrow. Petro wa kwanza 2:2. Kama watoto wachanga waliozaliwa, yes. Sasa yatamanini maziwa ya akili yasiyoghoshiwa. Yatamanini. Muwe na tamaa. Rafiki yangu, wakati umeokoka, kuwa na tamaa. Be hungry, be thirsty. Naonanga hata wakati mwingine, wakati mama ameenda sokoni na amerudi. Mama alikuwa ameacha mtoto nyumbani. Mama amerudi toka sokoni, mtoto ampatie hata 1 minute ya break. Kwa nini? Anataka maziwa, anataka anyonye. Kwa nini? Kwa sababu deep inside the child there is a natural revelation that if I have to grow, lazima ninyonye. Na ndio unapata kwamba hatafanya mama apumue, hampi time, anataka, na akishanyonya hivi anaenda kucheza. Kwa nini? Kwa sababu the law of feeding on milk has worked for the child, thereby kugrow ni automatic. Rafiki yangu, if you want to grow as a believer, umeokoka juzi, umeokoka last year, umeokoka wakati gani, you can't grow. You can't grow minus the word. Be addicted to the word. Be addicted kwenda kwa kanisa, na be addicted kusoma neno, be addicted kusikia mahubiri kama vile unavyosikia hivi. Be addicted. Tembea hata na redio yako. Tembea hata na redio yako ukienda kuchunga ng'ombe. Fungua Samaritan Radio 88.3. Ni nini unafanya? Wewe ni mtoto unanyonya. You will grow, utagrow. Unapata kwamba bishop nani anakuja analeta hii, bishop mwingine anakuja analeta hii, pastor fulani anakuja analeta hii. Rafiki yangu, unapata balanced diet ya maziwa. After 1 month, kama unakunywa vizuri, after 1 month,
hata kuongea yako ni tofauti. Hata wewe pia unakuwa imparted kuwa mhubiri. Kwa nini? Umekunywa hiyo maziwa, na wewe pia umekuwa healthy that you can also give birth to another generation. Kwa nini? Umekula. Yatamanini maziwa, yatamani neno. Na napenda vile inasema maziwa yasiyogoroshiwa. Kiingereza inasema unadulterated. Hiyo ni kusema ndio aje, ni kwamba intakana niwe na kiu cha neno la ukweli. Nisihubiriwe uongo. Nisiagemee uongo. Nisidanganywe. I must know the truth. Neno lisilogoroshiwa, neno lisiotiwa chumvi, neno lisilokuwa perverted, neno ambalo halijawekwa kitu kingine ama kutolewa kitu. The sincere milk. Unaonanga hata kwa soko ukienda junction hapa, kuna watu ambao wakileta maziwa wakileta maziwa hata kabla hawajafika watu washaanza kupiga simu. Haikai. Kwa sababu gani? Ni maziwa ambayo ni unadulterated. Ni maziwa clean. Kitambo hao wengine ambao wameweka kwa maji waanze kuuza. Ile ya huyu mtu ambaye anauza quality ilienda. Hata kwa neno la Mungu pia kuna quality. Anasema kwamba unataka ugrow, love the truth. Hata kama ni uchungu, accept the truth of God's word. Neno ambalo halijatiwa chumvi, neno ambalo halijafichwa. Neno ambalo linakujia loud and clear, neno ambalo linakujia direct. Inaita dhambi, inaita shetani. You can't grow kama unataka udanganywe. Huwezi kugrow kama unataka upapaso. Unaambiwa kwamba no, hata kama umefanya hivi ni mistake tu. Hapana, unahitaji ku-embrace ukweli. Intakana ukumbatie neno ambalo halijatiwa unajisi. Maziwa ambayo hayajatiwa maji. Maziwa ambayo hayajatiwa kwa uchafu. Kwa sababu poison kidogo hata katika maziwa already ni death sentence. Na ndio sababu you as a believer be excited to hear the word of God. Tamani, usichelewe kanisani tafadhali. Bible study ikifanyika patikana. Wewe mwenyewe kibinafsi study to show yourself an approved workman. Wewe pale ukiwa kwa pikipiki yako, ukiwa kwa kibanda chako unauza pale samaki, umeweka radio, unaweka mahubiri kabla hujalala, you are hearing the word of God. Rafiki yangu, utagrow. Na ndio utagundua kwamba kuna watu wamekaa kanisani sana. Ndio. Na ukiwaangalia na ukompare na watu ambao waliokoka like 2 years or 1 year ago. Watu ambao waliokoka 1 year or 2 years ago na wanazil. Wako na kiu ya kunyonya. Wako na kiu ya kutaka kuuliza pastor maswali. Wanamuuliza hiyo ukoko kwa nini ni mbaya? Wanamuuliza kwamba nikitaka kuoa, mbona niende the harusi way? Watu wanamna, unaonanga after some time they have grown beyond watu ambao wamekaa kwa kanisa. Kwa sababu wale ambao wamekaa na hawana interest ya kugrow, hawana interest ya kunyonya, hawana interest ya kujua hili neno. Why are we speaking in tongues? Why are we giving offering? Mtu ambaye hana haja ya kujua, yeye anasema tu kwa kanisa yetu tunapiganga makofi. Ukimza mnapiga makofi kwa nini? Hata ajui. Anasema tu kwamba kanisa yetu ni ya kelele. Tunafikanga watu hapa hana kitu kingine. Kwa sababu mwanafunzi mzuri ambaye anataka kugrow, anataka kujua kabisa, kwa sababu hataki afanye vitu tu kwa sababu watu wanafanya. Haendi tu mahali kwa sababu watu wanaenda. Anataka aenende kwa njia ya ukweli. Anataka afanye vitu the biblical way. Desire the sincere milk. Kijana, tamani neno la Mungu. Penda kulisoma. Soma neno. Hautadanganywa, hautaenda Shakaola. Hautapotea kwa Illuminati kwa college, because you know the truth. When you know the truth that you know liberates you. You become free because you know the truth. Knowledge. My people perish because of lack of knowledge. So that means if I have knowledge, I can be preserved. Kama wewe umeokoka rafiki yangu, penda neno. Na sio neno tu. Sio kila mhubiri ni mhubiri. Kweli. Sio ati bora tu Bible, bora amebeba Bible. Naonanga watu wanasema kwamba ati masayo bora mtu yote ambaye anaweza omba anaomba. Excuse me, no. Maziwa si maziwa, no. Ndio maziwa. Maziwa si maziwa. Mengine hayajagorokishwa. Wengine bwana yamegoroshiwa tayari, wameweka vitu hapo. Maziwa si maziwa. Sincere milk that by which you may thereby grow. Yesu akasema, man shall not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Paulo akaambia Timotheo, 2 Timothy chapter 2, akamwambia kwamba chapter 2, 2 Timothy chapter 3, kuanzia verse 16, mahali inaongea kuhusu neno la Mungu. Inasema the word of God is profitable for teaching. Na anatangulia kumwambia kwamba you have known the scriptures that are able to make you wise unto salvation. So wakati unataka kugrow katika wokovu, the scriptures will make you wiser.
the scriptures will give you light. The Bible says the entrance of God's word bringeth light. Psalm 119 verse 105 inasema kwamba thy word is a lamp to my feet and a light to my path. Unaniambia pastor, nimeokoka tu juzi, sijui hii inafanywa aje. The word can be a lamp to your feet. The lamp can give you the word can give you direction. Hauwezi potea, hauwezi kuwa stranded kama umefuata and you are addicted to the word. What next after salvation? Accept and be assured of the salvation you have. 2, testify. Don't be quiet. 3, deal with everything ambacho kinaweza kukufanya urudi nyuma, including bad company. Then number 4, desire and be addicted to the word of God. Ni maziwa, utagrow. Na baadaye utapata kwamba inaeleza, neno la Mungu linaelezwa kuwa maziwa, tena linaelezwa kuwa meat, linaelezwa kuwa bones. Kwa hivyo wakati una graduate ni kama mtoto sasa. Mtoto ana graduating, anatoka kwa maziwa peke yake, na sasa unapata kwamba hata mtu mzima anakunywa maziwa bado. Ni mtu mzima, even spiritually. Utapata kwamba I still have to learn the basics. I still have to hold on the basics because the foundation. Lakini nafaa nikomae mpaka niwe sasa naweza kula mifupa ya neno la Mungu. Kwa hivyo utaona kwamba ni chakula cha kiroho ambacho kinafananishwa na maziwa, kinafananishwa na nyama, inafananishwa na mkate. So all these things, they make you to grow. Kumbuka, afya ya mtu hata kama ako namna gani haitegemei umri wake. The health of a person does not depend on their age. It depends on what they eat. Hata mkizaliwa siku moja na mtu na yeye akule na wewe usikule, mtu akikuja kukutana nyinyi mtakuwa same age. Kama ni mmemaliza 2 years, wote mmemaliza 2 years. Lakini tofauti itaonekana katika afya kulingana na yule ambaye anakula, utaona tofauti. Kama unataka umeokoka na unataka kugrow, rafiki yangu, and this is not even for new believers only, even for us, unataka ugrow, kula neno, kunywa maziwa ya hili neno, kula mifupa iliyo katika neno, you will grow. After salvation, there are steps you can take and you can stand in this salvation. Remember, aliyeanzisha kazi nzuri kwa maisha yako atapata kuikamilisha. We shall be right back as we pray. Mungu akitujalia tena, tutaendelea kukuambia ni mambo gani mengine ambayo yanafuata baada ya wewe